Hivi unajua kwamba ni madhara gani ambayo una uwezo wa kuyapata pale unapobadilisha jina kati ya wewe au watu ambao wanaokufahamu? Karibu tena MK, ni mimi wako Mwana Kigoma. Kuna madhara makubwa sana ambayo una uwezo wa kuyapata au una uwezo wa kusababisha madhara makubwa unapobadilisha jina lako ambalo ulilopewa na wazazi wako na kujipa jina ambalo ni tofauti na jina lako. Nitakupa stori kwa ufupi. Kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Kiemo. Alikuwa ni mzao wa Kigoma. Alitoka akaenda Dar es Salaam kutafuta maisha. Alipofika Dar es Salaam, Mwenyezi Mungu alimjalia akawa na maisha mazuri, yaani kiwastani akawa na maisha mazuri. Baada ya muda alibadilisha jina lake kutoka kwenye Kiemo kwenda mpaka Mziwanda. Lakini hicho kipindi alikuwa anawasiliana na wazazi wake ambao waliokuwa wanaishi Kigoma na walikuwa wanaongea vizuri, lakini wazazi wake walikuwa hawafahamu kwamba huko Dar es Salaam anaitwa jina jingine ambalo ni Mziwanda. Sasa katika maongezi waliokuwa wanaongea, wazazi wake walikuwa wanamuuliza kuhusu maeneo au eneo ambalo analoishi. Yeye alikuwa anawaambia eneo alilokuwa anaishi. Wazazi wake wakapanga kama surprise kwenda mkoani Dar es Salaam kwenda kumuona mtoto wao. Lakini sasa walipofika Dar es Salaam wakawa wanauliza kwa jina la Kiemo. Hawakumpata kwa sababu hilo jina tayari kashalifuta na anatumia jina ambalo jingine ambalo ni Mziwanda. Na jambo ambalo lililotokea we mwenyewe huwezi kuamini. Walikutana mpaka na mke ambaye wa Kiemo na wakamuuliza kwa jina la Kiemo. Hata mwanamke mwenyewe hamfahamu, anamjua kwa jina la Mziwanda. Kwa hiyo hao wazazi wakakosa sehemu pa kuelekea, wakapoteza mwelekeo, wakaibiwa vitu, maisha yakawa magumu kwa muda mfupi ambao waliokaa. Hiyo tu ni historia kwa ufupi. Kwa hiyo kama wewe una hiyo tabia au hiyo tabia ushafanya, basi kwa hili jambo inabidi ujifunze. Rudi kwenye jina lako, maana utawapoteza watu wengi sana na hata we mwenyewe una uwezo wa kujiathiri.